الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وخشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا منهم. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, inshallah leo ni siku yetu ya pili ambayo tunaendelea na tafsiri ya suratul Baqara aya ya 234 baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba walladhina yatawaffawna ay yamutuna, wale ambao wanakufa. Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuingia katika tafsiri aya hii imekuwa nasikh, ni yenye kufuta aya ambayo itakuja mbeleni, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan liazwajihim mata'an ila alhawli ghayra ikhraj. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba ada kabla ya Uislamu mwanamke alikuwa akikaa eda ya kufiliwa na mumewe mwaka mzima, alikaa eda ya kufiliwa mwaka mzima. Hata katika mwanzo wa Uislamu aya ambayo imetanguliwa tilawa ni aya ambayo imetangulia kitilawa, kisomo ni aya hii, lakini imeifuta hukumu ya aya ambayo itakayokuja baadaye. Na masaili ya nasikh na mansukh, masala ya kufuta na chenye kufutwa katika Qur'ani ni masala yapo, na wanazuoni wameeleza kuna ahkami ambazo zimefutwa na kuna siku ambazo ma baqiya tilawa wa hukmuhu mansukh, ziko ambazo zimebaki kusomwa tu lakini hukumu zake zime hazifanyi kazi, na ziko ambazo zimefutwa tilawa wa baqiya alhukmu, zipo ambazo zimefutwa kusomwa na hukumu yake ipo, na ziko ambazo ndo kama hizi ambazo imekuja ikaifuta ikaja ile aya nyingine. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma nansakha min ayatin au nunsiha nati bi khairin minha au mithliha, kwamba haibadilishwi aya ama haifutu aya isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataileta ile kwa khairi mfano wa ile khairi zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala bitadarruji, bimaana hukumu anatuwekea kwa tadarruj, na Allah subhanahu, hii ni hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa masaili ya nasikh wa mansukh ni masala marefu, ni masala ambayo wanazuoni wameeleza katika ulumul Qur'an, ni masala ambayo inatakiwa ni topic nzima ambayo inatakiwa ipitiwe. Masala ya nasikh na mansukh ni masala ambayo yapo, na ni aya hii ni aya ambayo nasikh ambayo imekuja kufuta aya ambayo itakayokuja kusomwa mbeleni. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina yutawaffawna minkum, wale ambao wanakufa, yamutuna, wanakufa, minkum, miongoni mwenu, wayadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Yadharuna azwajan, yatrukuna, wanawacha wake, yatarabbasna ay yatarabbasna
wajilazimishe. Waume wanapokufa, wake wanatakiwa wajilazimishe kukaa bianfusihinna, jua nafsi zao, baada ya waume wao kufa, ani nikahi, wasubiri kutokuolewa kwao, 4 ashhurin wa 10, miezi 4 na siku 10. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwamba watakapokufa waume katika ndoa, basi wanawake wanatakiwa wasubiri siku hizo, yani miezi hiyo 4 na siku 10. Na Allah subhanahu wa ta'ala kuna ahkami nyingi na hikma nyingi kwamba kutuwekea mwanamke kusubiri miezi hiyo. Na wanazuoni wanatuambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba inna ahdakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan thumma yakunu mudghatan 40 mithlu dhalik. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza kwamba inna ahdakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, kwamba hakika mmoja wenu inakusanywa umbile lake katika tumbo la mama yake 40 yawman, siku 40, thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan, ikisha kwa hizo siku 40, baada ya siku 40, siku 40 zinazofuatia inakuwa pande la damu, thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithlu dhalik, ikisha inakuwa pande la nyama siku 40. Kwa maana hiyo ni siku 120. Siku 120 ndio miezi 4. Na wakasema kwamba thumma yunfakhu fihi ruh, wakasema zile siku 10 zile za kusubiria eda mwanamke ndizo ambazo zimebakia, yunfakhu fihi ruh. Wanazoona wakasema kwamba ndio siku ambazo kiumbe kinapuliziwa roho ndani ya tumbo. Na aya hii yashmil wanaingia wanawake wote, madkhulun wa ghairu madkhulun, walioingiliwa na wasioingiliwa, na wale ambao pia wako katika talaqatur raj'iyya, wako katika talaka za kurudiwa, athna'il talaq, wakati wapo katika talaka ya kurudiwa, pindi wanapofiwa waume zao, basi talaka ile ya ruj'a basi inafutika, watafanya intiqali ila iddatil mutawaffa, katika idda ya kufiwa, wataenda moja kwa moja katika idda ya kufiliwa. Na hii aya wanaingia wake wote, wakubwa, walikuwa wadogo, wenye kutoka hedhi na walikuwa hawatoki hedhi. Hapa ndo mfasiri hapa atatueleza kwamba illa alhawamil, isipokuwa wenye mimba, kwa sababu tunafahamu kwamba wenye mimba Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahun, kwamba wao wenye mimba eda zao zinamaliza pindi wanapozaa, eda zao zinakwisha pindi wanapozaa. Na masala haya ya mwanamke ambaye mwenye mimba yalizungumzwa nyuma kwamba akiwa yani amebakia muda mfupi kisha mumewe akafa, ataintakil katika idda ya kufiwa ama vipi? Lakini ala qauli aljamhur kwamba wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahun, kwamba wanazuoni wengi wanasema kwamba, na takriban ya wote wameafikiana kwamba idda ya mwanamke kwamba ni ya mwenye mimba kwamba anapozaa, na hata kama amefiliwa leo, kesho siku ya pili yake akazaa, eda imemalizika. Kwa sababu mwenye mimba ima eda yake inakuwa kubwa, ima inakuwa ndogo. Pengine anaweza akafiwa na mumewe hali ya kuwa na mwezi mmoja, atakaa miezi 8 atasubiri. Na ima wiki amefiwa na mumewe, pengine baada miezi siku 2 au siku 3 au wiki 1, wiki 2, anakuja kujifungua, basi eda yake inakuwa imemalizika mwanamke kama huyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewaambia wanawake kwamba yatarabbasna, wasubiri, wangoje, wasubiri
kwamba mwanamke anatakiwa asubiri na ngoje ndani ya nyumba, asiharakie kutaka kuolewa baada ya mume kuwa amefariki. Anatakiwa hapa mwanamke, kuna ahkami nyingi za mke ambaye amefiliwa na mumewe, hatakiwi kujipamba, hatakiwi kujitia manukato, na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam istudhina, alitakiwa idhini kwamba watumie kuhli, wanja. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Ni masala ambayo mwanamke akiwa katika idda ya kufiliwa na mumewe hatakiwi kujipamba ya sampuli aina yoyote, kujipamba, kujitia manukato, kuvaa nguo zenye kupendezesha, zenye kuleta mvuto, pia hatakiwi. Anatakiwa kama avae nguo ambayo ya rangi moja ambayo haitoleta mvuto, lakini isiwe kama wanaofanya vile jahiliya. Jahiliya alikuwa mwanamke akifiliwa na mumewe ilikuwa akifungua ndani, hakogi mwaka mzima, hata akiwa na hedhi hajisafishi, basi na chakula anachopewa kile kadri ya sife tu. Na hizi ahkami zote Uislamu umekuja kuziondosha. Uislamu umekuja kuziondosha hukumu kama hizi ambazo za kumtesa mwanamke. Uislamu umekuja kutoa haki kwa wanawake. Uislamu umekuja kutoa haki kwa wanawake. Maana itafuta haki ya Uislamu, human rights za Waislamu zimo ndani ya Qur'ani. Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio amezitoa haki za wanawake. Kwa maana hiyo sio vile watu ambao wanavyofanya kwamba mwanamke ambaye amefiliwa na mumewe mpaka aogeshwe, aje mtu special anakuja anaogesha. Hizi ada hazipo katika Uislamu. Hizi ada hazipo katika Uislamu na si katika mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ada hizi zinatakiwa zipigwe vita. Anakuja mtu anakuja special, siku imefika anakuja kumbogesha. Subhanallah. Ni ujinga huu. Vipi ukubali kwamba aje kuogeshwa na anatakiwa aoge kama anavooga siku za kawaida? Anatakiwa akoge kama anavyokoga siku za kawaida, anatakiwa akae aonane na watu kama kawaida, watu ambao lakini maharim zake, watu ambao hawafai kumuoa, anatakiwa aonane nao kama kawaida, asijitenge na wale ndugu zake, hata na ndugu zake asijitenge. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba la tahillu limra'atin an tahidda ala almayyit fawqa 3 layali illa ala zawji 4 ashhurin wa 10. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba kwa mwanamke si halali kwa mwanamke tu'minu billahi wal yawmil akhir, amemwamini Mwenyezi Mungu, anamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, kwamba antahidda fawqa 3 layali, kwamba asijipambe zaidi ya siku 3. Yani mtu ambaye amefiliwa na mtu wake karibu, wanawake amefiliwa na mtu wake karibu, amekufa kaka yake, amekufa ndugu yake, amekufa baba yake, kwamba asijipambe zaidi ya siku 3. Asijipambe zaidi ya siku 3, asijitie manukato zaidi ya siku 3. Lakini ikipita zaidi ya siku 3 jaizul laha, inajuzu kwake yeye kujipamba kuwa kama kawaida. Lakini ada kwamba mtu anafiliwa inafika siku ya 10 anakwambia bado tukafiliwa, siku ya 10 anakwambia bado tu kafiliwa, hataki kujipamba, hataki kwa mumewe, hataki kufanya hivi, wakati kafiliwa na baba yake au kafiliwa na mama yake au kafiliwa na kaka yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ni siku 3 tu jaiz, tumepewa siku 3. Lakini baada ya hapo ni mtu ambaye amefiliwa na mumewe tu ndio anafaa kutokujipamba zaidi ya miezi 4 na siku 10. Kutokujipamba miezi 4 na siku 10. Lakini wasiokuwa mume basi ni siku 3. Ni siku 3. Na kisa maarufu kwamba Zainab binti Jahsh yeye alifiliwa na kaka yake Abu Sufyan. Baada ya kufa ikafika baada ya siku 3 akaitisha mafuta manukato. Baada ya kuitisha manukato akajipaka. Baada ya kujipaka akasema si kwamba nilikuwa nina shida ya kujipaka haya manukato, lakini nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda lilmayyit fawqa 3 layali, kwamba si halali
kwa mwanamke, si halali kwa mwanamke ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho kutokujipamba zaidi ya siku 3 juu ya mtu ambaye amefiliwa na maiti ambayo ya karibu. Kwa maana hiyo tunaona kwamba jahilia ilikuwa ikimtesa mwanamke alikuwa akikaa ida mwaka mzima, akifungiwa ndani ya chumba, hakogi mwaka mzima, hapewi chakula, au chakula anapewa bikadri kwa kadri asife tu, hapewi kujisafisha, hakogi, hafanyi yote haya, hayafanyi. Hii ni katika jambo ambalo lilikuwa linamdogosha mwanamke, linamdhalilisha mwanamke. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaja akatuwekea sasa muda ambao ni thuluth, mwaka thuluthi yake ni miezi 4, ni thuluth 4 ashhurin wa 10. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema 4 ashhurin wa 10 min al-layali, katika masiku, wa hadha fi ghairihi, na haya fi ghairi al-hawamil, isokuwa kwa wajawazito. Wa amma al-hawamil fa iddatuhunna an yadana hamlahun, ama wajawazito basi enda zao pindi wanapozaa. Bi ayati talaq, katika aya suratu talaq. Wal amatu, na kijakazi, ala nisfi min dhalika bisunna, na kijakazi yeye atakaa nusu wa muda wa mwanamke ambaye alikuwa ni huru, atakaa miezi 2 na siku 5. Nusu wa muda ambao mwanamke ambaye ni huru miezi 4 na siku 10, nusu yake ni miezi 2 na siku 5. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa idha balaghna ajalahun inqadat muddatu tarabbusihinna, pindi unapomaliza muda wa eda, sasa muda wa kusubiri, pindi hawa wanawake washasubiri baada ya kufiwa wanaume zao, wakasubiri miezi 4 na siku 10, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba unapomaliza muda wao wa kusubiri, fala junaha alaykum, basi hakuna dhambi juu yao wala hakuna uzito. Ayuhal awliya, enyi mawali, naambiwa enyi mawali, fima fa'alna fi anfusihinna, kwa wale ambao wanajifanyia katika nafsi zao, min at-tazayyun wa at-ta'arrud lil-khitab, kwa wale ambao wanajipamba, kujitia manukato, kuvaa nguo za kupendeza, na kujipamba. Yani mwanamke asili yake ni anakaa jipambe. Yote hayo baada ya kumaliza idda, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia ni jaiz kwa wao, na mawali yani wanaambiwa kwamba haya ni mambo ni jaiz kwa wao. Wa ta'arrud lilkhitabi, na posa za kuashiria, posa za ishara, bil ma'rufi shar'an, kwa ule kwa sheria kufahamu, yani isiwe inafanya hivi wasio wanafanya hivi bila ya kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichoamrisha, bil ma'rufi shar'an. Wallahu bima ta'maluna khabir, Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala bima ta'maluna, wale ambao wanatenda, khabirun alimun bi batinihi ka dhahirihi, ni mjuzi yaliyojificha kama yaliyodhahiri. Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi kwa yaliyojificha kama yalivyokuwa dhahiri, basi yalivyokuwa siri anayajua vile vile kama ya dhahiri vile vile bila kumtatiza. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema wala junaha alaykum fima arradtum bihi min khitbati an-nisa au aknantum fi anfusikum alima Allahu annakum satadhkurunahunna ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. الله سبحانه وتعالى anatuambia kwamba wala junaha alaykum, wala si makosa wala hapana uzito, fima ablaqtu, kwa wale ambao wameyatolea ishara, kwa wanawake ambao wamefiliwa na waume zao, wakatoa ishara bihi min khitbati nisa, ishara kwao kwa kuwaposa, kutoa ishara. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ametuhalalishia kutoa ishara kwa wake ambao wamefiliwa na waume zao, kutoa ishara ya posa. Lakini laysa tasrih ni haramu, kuweka wazi ni haramu, imekatazwa. Na
wanazuoni wametofautiana na wametueleza wapi inajuzu tasrih na ta'rid na wapi haifai ta'rid na tasrih. Kuna wakati hii ta'ridhi pia haifai, na kuna wakati tasrih pia haifai, na kuna wakati ta'ridhi inafaa, tasrih haifai, na kuna wakati zote jaiz. Na kuna wakati zote inakuwa ni jaiz. Wakati huu tasrih ni haramu. Wakati mwanamke amefiwa na mumewe, akatokezea mtu akaenda akamwambia tu moja kwa moja kwamba mimi nimekuja kukuoa, ni haramu, la yajuz. Unatakiwa utoe maneno ya ta'rid, ya ishara. Utoe maneno ya ishara kwamba wewe ni mzuri, au unajisifia tu wewe. Unasema mimi unanijua na sababu yangu, mimi na sababu ya mtume hivi na hivi. Unajieleza tu. Yeye mwenyewe alikuwa atafahamu. Hii ta'ridhi kuna wengine hawafahamu. Unaweza ukazungumza maneno ya ta'rid lakini mwingine akawa hajafahamu, hajaona ndani. Lakini wako ambao wanafahamu. Unaweza ukamwambia tu kwamba ndugu yako mtu mzuri mashallah, yani mtu swaleh, mtu mwema. Akiwa amefahamu kaka mtu, basi atakuwa amefahamu. Wali, ukimwambia wali baba mtu kwamba mwanae amefiliwa, ukamwambia mwanao mashallah, hamna mfano wake. Mfano wake hauko. Sasa wali itategemea kwamba atafahamu ama hafahamu. Hizi katika posa, katika ishara kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuhalalishia. Na kuna wakati unafika tasrih la yajuz. Wakati gani tasrih la yajuz? Haijuzu tasrih wakati ikiwa mke bado yuko na mumewe. Uwezi ukenda ukamwambia kwamba mimi nataka nikuoe wakati yule yuko katika ndoa. Ni haramu. Utasababisha mashaka katika ndoa. Utasababisha mashaka katika ndoa. Haijuzu tasrihi wala ta'rif ikiwa mke bado yuko katika ndoa ya mtu. Haijuzu kabisa, ni haramu. Na mwanamke vile vile akiwa katika talaqatu raj'iyya, haijuzu ta'rif, haijuzu wala tasrih, haijuzu, kwa sababu yule bado yuko katika haki ya yule mume, yuko katika haki ya yule mume. Lakini wakati gani inajuzu ta'rif na tasrih? Wakati mwanamke ambaye hana mume wala hajaolewa wala hayuko katika ida ya kufiwa, basi ni jaiz kumwambia mimi nataka kukuoa. Ni jaiz kumwambia mimi nataka kukuoa, au kamwambia kwamba hakuna mzuri zaidi yako, kampa ta'rif, jaiz, inajuzu. Kwa maana hiyo tumeona hii ta'rif na tasrih vipi inafanya kazi. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala junaha alaykum fima arradtum bihi min khitbati nisa, kwamba hamna dhambi, hapana uzito kutoa ishara bihi kwayo min khitbati nisa, kwa kuwaposa hawa wanawake almutawaffa hunna, ambao wamefiwa wanawake, azwajahunna, na waume zao, fil iddati, katika idda, ka kauli al-insani, kama kauli ya mtu kusema mathalan innaka la jamila, kwamba wewe ni mzuri, wa man yajid mithlaki, patikani mfano wako, wa rubba raghibin fiki, huenda kwamba mtu akatokea akakupenda, huenda akatokea mtu akakupenda, wa rubba raghibin fiki, au aknantum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema au aknantum au adhmarakum, kwa wale ambao mmeyadhamiria, fi anfusikum, katika nafsi zenu, min qasdi nikahihinna, katika kukusudia kuoa wao, kwamba yale ambayo mmeyakusudia, mmeyadhamiria, fi anfusikum, katika nafsi zenu, fi qasdi nikahihinna, kutokana na kukusudia kuoa wao. Alima Allahu annakum satadhkurunahunna, Allah subhanahu wa ta'ala anajua kwamba nyinyi mtashindwa kujizuia, mtawaambia tu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akakuhalalishieni ta'rif. Allah subhanahu wa ta'ala alima Allahu annakum satadhkurunahunna. Allah subhanahu wa ta'ala anawajua wanaume kwamba nyumba ipo, mtu amefiwa, basi wanaume watazungumza tu wakikaa kwamba yuko pale mtu ameachwa, watazungumza. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema alima Allahu annakum satadhkurunahunna, anajua Allah subhanahu wa ta'ala kwamba nyinyi satadhkurunahunna, mtawataja tu hawa wanawake ambao wamefiliwa na waume zao, mtawataja tu mkikaa bil khitba, kwa posa, basi mwataje. Wala tasbiruna anhunna, na hamwezi kusubiri juu ya hilo,
fa abaha lakum at-ta'rid, Allah subhanahu wa ta'ala akakuhalilishieni ishara, kutoa ishara. Allah subhanahu wa ta'ala akakuhalilishieni kutoa ishara. Walakin la tuwa'iduhunna sirran, lakini hapa anasema kwamba walakini la tuwa'iduhunna sirra, msiwaahidi kuwaoa, msije mkawaahidi ai nikaha kuwaoa. Yani mwanamke akiwa katika idda hutakiwi kumwahidi sarahatan kwa siri, hutakiwi kumwahidi kumwoa kwa siri. Anaweza akatokezea ukaenda ukamwambia kwa siri kwamba bana mimi nataka kukuoa, la yajuzu, haifai kumwambia kwa siri, wala kumuoa kwa siri hali ya kuwa yuko katika idda ya kufiliwa, wala kumuoa kwa siri. Na hapa wanazuoni wanasema kwamba, mufassirin wanasema kwamba tuwa'iduhunna sirran an taqa fil fawahisha, kuingia katika madhambi, kuingia katika madhambi. Msiwaahidi hata kwa siri, msiwaahidi na wala msije mkaoa kwa siri, illa lakini an taqulu qawlan ma'rufa, lakini mseme qawlan ma'rufa, maneno yalikuwa ya kisheria, maneno yalokubalika kisheria, myaseme maneno ambayo yanakubalika kisheria. Ay ma'urifa shar'an min at-ta'rid falakum dhalik, yale ambayo yanajulikana kisheria kwa ishara myataje, falakum dhalika, nalo hivyo ni kufanya hivyo. Msije mkafanya mkaleta tasrih, hadha la yajuz. Na vile vile kuwaoa wanawake kwa siri ambao wako katika eda ya kufiliwa, la yajuz. Na vile vile kukaa nao ikiwa nyote wametaka minjani bihadha na jani bihadha, pia la yajuz, bi maana nyote mkatoa maw'id, mkatoa maw'id, huyu akatoa maw'id min janibaini, huku na huku, la yajuz, la yajuz. Wala ta'zimu 'uqdatun nikahi, na msiazimie kufunga ndoa, ay ala aqdihi, juu ya kufunga ndoa naye, hatta yablugha alkitabu ajala, mpaka ifike ndoa kumalizika, ifike idda kumalizika. Hatta yablugha alkitabu ajalahu, ay almaktuba min alidda, kilichoandikwa katika kutokana na idda, ajala bi an yantahi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yablugha alkitabu ajala, msifanye hivyo mpaka eda itakapomalizika. Hapa alkitab bimaana al-idda, hatta yablugha al-iddatu ajala, ka qawlihi ta'ala, inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina waqtan mawquta, kitaban mawquta. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala anasema hatta yablugha al-kitabu ajalahu, hatta yablugha al-iddatu ajal, mpaka ile idda ifike kumalizika, basi ndo mtatakiwa muyafanye hayo yaliokuwa halali kwenu nyinyi. Wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum, na tambueni au jueni kwamba hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu ma fi anfusikum, anajua yaliyoko ndani ya nafsi zenu, min al-azmi, kutokana na maazimio yenu, wa ghairihi. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anatuhabarisha kwamba tufahamu na tuelewe kwamba Allah anayajua yale ambayo yamo ndani ya nafsi zenu. Kwa maana hiyo, ukiazimia kwamba umehazimia kutaka kuoa siku ya ta'rid, basi ujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayajua yaliyojificha ndani ya nafsi yako. Fahdharuhu, basi yepusheni nayo, an yuaqibakum idha azamtum, kuwatesa nyinyi pindi mnapoazimia hayo ambayo mmekatazwa kwa wakati huo. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaonya wanaume ambao hawataki kusikiliza kwamba mwanamke akiwa katika idda ya kufiwa hatakiwi kuolewa, hatakiwi kuolewa. Allah subhanahu wa ta'ala hapa anatuambia kwamba fahdharu, basi jiepusheni, ayuaqibakum idha azamtum, na kuwatesa nyinyi. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwateseni pindi mnapoazimia. Wa'lamu anna Allaha ghafurur rahim, na jueni kwamba hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ghafurun
liman yahdharu, kwa yule ambaye mwenye kuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ghafurun. Allah kwa yule ambaye mwenye kufanya tahadhari, Allah subhanahu wa ta'ala ni ghafur, ni mwenye kusamehe, na halimun, na ni mpole, bitakhiri al-uqubati an mustahiqiha, kwa kuchelewesha adhabu kwa yule ambaye ina haki naye. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.